Hivi, unajua kuwa chakula mama mjamzito anachokula leo kinaweza kuathiri moja kwa moja ukuaji wa ubongo wa mtoto? Upungufu mdogo tu wa virutubisho unaweza kuathiri ukuaji wa mishipa ya fahamu, damu au hata mifupa ya mtoto. Usiondoke kwenye video hii kwa sababu leo nitakueleza vyakula 8 muhimu sana kwa mama mjamzito kwa maelezo ya kina ya kibiolojia ambayo kila mwanamke anapaswa kuyajua. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748 294 113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Watu wengi hufikiri kuwa kula chakula chochote kinachoshika tumbo kinatosha wakati wa ujauzito. Lakini kiuhalisia, mwili wa mama hubadilika kabisa kimaumbili na kimetaboliki. Mahitaji ya damu huongezeka, uundaji wa seli mpya huongezeka kwa kasi, ubongo wa mtoto huanza kuunda mamilioni ya miunganisho ya neva kila sekunde. Bila virutubisho sahihi, kuna hatari ya upungufu wa damu, udhaifu wa mifupa, matatizo ya ukuaji wa neva au uzito mdogo wa mtoto wakati wa kuzaliwa. Kaa nami hadi mwisho kwa sababu nitakueleza pia ni kwa nini baadhi ya vyakula hivi vinaathiri moja kwa moja ubongo wa mtoto na mfumo wa damu wa mama. Maarifa haya yanaweza kubadilisha kabisa mtazamo wako wa lishe wakati wa ujauzito. Chakula cha kwanza, mboga za majani ya kijani. Mboga za majani ya kijani kama spinachi, matembele na mchicha ni chanzo muhimu sana cha asidi ya foliki ambayo kitaalamu hujulikana kama vitamini B9. Kibiolojia, asidi ya foliki hushiriki moja kwa moja katika mgawanyiko wa seli na uundaji wa chembechembe mpya za mwili. Katika wiki za mwanzo kabisa za ujauzito ndipo mirija ya fahamu ya mtoto huanza kuundwa ambayo baadaye hujenga ubongo na uti wa mgongo. Upungufu wa kirutubisho hiki unaweza kuathiri hatua hii nyeti ya maendeleo. Mboga hizi pia zina madini ya chuma ambayo ni muhimu katika utengenezaji wa hemoglobini ndani ya seli nyekundu za damu. Wakati wa ujauzito, kiwango cha damu mwilini huongezeka kwa kiasi kikubwa ili kusambaza oksijeni kwa mtoto, hivyo ulaji wa mboga hizi husaidia mwili kukidhi mahitaji hayo ya kibiolojia kwa usalama. Chakula cha pili, maharage na kunde. Maharage, kunde na dengu ni vyakula vyenye protini ya mimea ambayo ni malighafi ya msingi katika ujenzi wa seli mpya za mtoto. Protini huundwa na vipande vidogo vinavyoitwa amino acid ambavyo hutumika kutengeneza misuli, ngozi, vimeng'enya na homoni muhimu kwa ukuaji wa mtoto. Katika kipindi cha ujauzito, mwili wa mama unafanya kazi ya kuunda kondo la nyuma pamoja na kuongeza ukubwa wa uterus, hali inayohitaji kiasi kikubwa cha protini. Maharage pia yana madini ya chuma na folati pamoja na nyuzinyuzi. Nyuzinyuzi husaidia kuboresha mwendo wa chakula tumboni na kupunguza changamoto ya kufunga choo ambayo mara nyingi hutokea kutokana na mabadiliko ya homoni. Hivyo, kwa msingi wa biolojia, kunde huchangia katika ujenzi wa tishu na pia kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Chakula cha tatu, mayai. Yai ni chakula chenye mkusanyiko mkubwa wa virutubisho vinavyofanya kazi kwa pamoja katika ukuaji wa mtoto. Lina protini kamili yenye amino acid zote muhimu ambazo mwili hauwezi kuzalisha wenyewe. Hii ina maana kuwa protini ya yai huchangia kikamilifu katika ujenzi wa seli za misuli, ngozi na viungo vya ndani vya mtoto. Pia, yai lina kirutubisho kinachoitwa choline ambacho kina jukumu kubwa katika uundaji wa utando wa seli na maendeleo ya mfumo wa neva. Choline hushiriki katika utengenezaji wa kemikali maalum za mawasiliano kati ya seli za ubongo zinazoitwa neurotransmitter. Upatikanaji wa choline wa kutosha wakati wa ujauzito unahusishwa na maendeleo bora ya kumbukumbu na uwezo wa kujifunza baadaye maishani. Kwa hiyo, yai ni chakula chenye thamani ya juu kibiolojia kwa mama mjamzito. Chakula cha 4, samaki wenye mafuta mazuri. Samaki kama dagaa na salmoni ni chanzo cha asidi ya mafuta aina ya omega 3, hasa DHA na EPA. Kibiolojia, DHA ni sehemu muhimu ya utando wa seli za ubongo na retina ya jicho.
Katika kipindi cha ujauzito, hasa miezi ya mwisho, ukuaji wa ubongo wa mtoto huwa wa kasi sana na huhitaji kiasi kikubwa cha mafuta haya maalum. Mafuta haya husaidia kuboresha ujenzi wa miunganisho ya neva ambayo ni msingi wa uwezo wa kufikiri na kuona. Samaki pia hutoa protini na madini kama ayodini ambayo ni muhimu kwa kazi sahihi ya tezi ya shingo inayodhibiti kimetaboliki ya mwili. Ni muhimu kuhakikisha samaki wanapikwa vizuri ili kulinda usalama wa chakula. Kwa msingi wa biolojia, samaki hawa huchangia sana katika maendeleo ya mfumo wa fahamu wa mtoto. Chakula cha 5: maziwa na mtindi. Maziwa na mtindi ni vyanzo bora vya calcium ambayo ni madini muhimu katika uundaji wa mifupa na meno ya mtoto. Wakati wa ujauzito, mtoto huchukua calcium kutoka kwa mama kupitia kondo la nyuma. Ikiwa mama hapati calcium ya kutosha, mwili wake unaweza kutumia akiba iliyohifadhiwa kwenye mifupa yake, jambo linaloweza kudhoofisha mifupa yake baada ya muda. Vyakula hivi pia vina protini na vitamini D ambayo husaidia mwili kufyonza calcium kwa ufanisi zaidi ndani ya utumbo. Mtindi wenye bakteria rafiki pia huchangia kuboresha afya ya utumbo na kusaidia uwiano mzuri wa vijidudu hai mwilini. Hivyo, kwa mtazamo wa kibiolojia, maziwa na mtindi husaidia kulinda mifupa ya mama na wakati huo huo kujenga mifupa imara ya mtoto. Chakula cha 6: parachichi. Parachichi lina mafuta mazuri ya monounsaturated ambayo husaidia katika ujenzi wa utando wa seli zote za mwili. Kila seli ya mtoto inayoundwa tumboni inahitaji utando imara unaolinda yaliyomo ndani yake na kuruhusu virutubisho kuingia na taka kutoka nje. Mafuta haya pia huchangia katika ufyonzwaji wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta kama vitamini A, D, E na K. Parachichi lina pia folate, potassium na nyuzinyuzi. Potassium husaidia kudhibiti usawa wa maji mwilini na kusaidia kazi za misuli pamoja na moyo. Kwa msingi wa biolojia, parachichi ni chakula kinachosaidia ujenzi wa seli na kusaidia michakato muhimu ya kimetaboliki wakati wa ujauzito. Chakula cha 7: matunda yenye vitamini C. Matunda kama machungwa, mapapai na maembe yana kiasi kikubwa cha vitamini C ambayo ina jukumu muhimu katika mwili wa mama mjamzito. Kibiolojia, vitamini C husaidia katika ufyonzwaji wa madini ya chuma kutoka kwenye vyakula vya mimea ndani ya utumbo. Hii ni muhimu kwa sababu ujauzito huongeza mahitaji ya chuma kwa ajili ya ukuaji wa mtoto na mabadiliko ya mwili wake mwenyewe. Pia, vitamini C hushiriki katika uundaji wa kolajeni, ambayo ni protini inayounda ngozi, mishipa ya damu na sehemu za kuunganisha tishu mwilini. Kolajeni ni muhimu katika ukuaji wa ngozi na mifupa ya mtoto. Aidha, vitamini C hufanya kazi kama kinga dhidi ya uharibifu wa seli unaosababishwa na molekuli hatarishi mwilini. Hivyo, matunda haya yana mchango mkubwa katika kulinda afya ya mama na mtoto. Chakula cha 8: nafaka zisizokobolewa. Nafaka kama ulezi, mtama na mchele wa kahawia hubaki na sehemu zake za nje ambazo zina virutubisho vingi muhimu. Sehemu hizi zina vitamini vya kundi la B kama B1, B2, B3 na B6 ambavyo hushiriki katika michakato ya kuzalisha nishati ndani ya seli kupitia mzunguko wa kimetaboliki. Wakati wa ujauzito, mwili wa mama unahitaji nishati ya ziada kwa ajili ya ukuaji wa mtoto na mabadiliko ya mwili wake mwenyewe. Nafaka hizi pia zina madini kama magnesium na zinki ambazo huchangia katika utengenezaji wa protini na mgawanyiko wa seli. Nyuzinyuzi zilizopo husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Kwa mtazamo wa kibiolojia, nafaka zisizokobolewa ni chanzo thabiti cha virutubisho vinavyosaidia ukuaji endelevu wa mtoto tumboni. Kwa kifupi, mama mjamzito anahitaji asidi ya foliki kwa mfumo wa neva, chuma kwa damu, protini kwa ujenzi wa tishu, omega 3 kwa ubongo, kalsiamu kwa mifupa, vitamin C kwa ufyonzwaji wa chuma, vitamin B kwa uzalishaji wa nishati. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii
ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.